Yes, baada ya kupisha shamla na sherehe za kilele cha wiki ya Mwananchi, lakini bab kubwa ilikuwa ni Simba Day. Basi tunakutana tena kijiweni kwa siku nyingine tena, lakini leo nataka niongee jambo dogo tu na fupi, nalo linahusu kwa watu wa long safari au mtu unayetarajia au unayefanya safari ndefu. Ikiwa unafanya safari ndefu ya kilomita kuanzia 700 mpaka 1000, kwako dereva, kuna vitu viwili nataka nikushirikishe vya muhimu ambavyo inakupasa uwe makini katika safari yako. Safari ndefu ina mambo mengi, ina uchovu, ina vitu mbalimbali. Lakini lazima dereva unakuwa ulisha seti mchoro wa safari yako na namna gani utaanza safari yako. Basi unapochora mchoro wako, nami nataka nikushirikishe namna ninavyoweza kuchora mchoro wangu wa safari ndefu, ni namna gani inaweza nikawa safe katika safari hiyo. Nataka kushirikisha vitu viwili ambavyo natakiwa uongeze umakini unapokuwa kwenye safari yako. Moja ni mwanzo wa safari yako. Unapoanza safari ndefu yoyote ambayo nimesema kuanzia kilomita labda 700 mpaka 1000 hivyo, ni safari ndefu sana kwa dereva kwa siku kuifanya ukaikamilisha. Sasa unapoanza safari, mara nyingi dereva unakuwa una ile una hali ya safari, yani uko vizuri, umeamka mapema, yani mwili wako uko fresh, kila kitu kiko sawa, akili iko sawa. Kwa mara nyingi huwa tunatumia ile mwanzo wa safari kuperform vitu vizuri sana, kwa sababu naamini kimwili, kiakili huna uchovu wowote. Kwa na kushauri hapo uwe makini, kwa sababu unaweza overperform unapoanza pale unapoanza safari yako, kwa sababu uko very active. Kwa unaweza ukaamua sasa, huu ndo muda ambao naweza nikatembea sana, nikakimbia sana, kwa sababu uko vizuri. Maana unapoanza kuchoka katikati ya safari, hata namna ya kukimbia inapungua, unakuwa unawaza upumzike, unawaza usimame ujinyoshe. Lakini pale unapokuwa active, hasa safari unayoanza asubuhi, alfajiri, saa 11, saa 10 hivi, unakuwa uko very active. Kwa unakuwa unataka uperform vizuri, labda ukimbia, yani kile kipindi ndo ukitumie sana kwa safari yako. Sasa ongeza umakini pale, kwa sababu unaweza overperform. Unaweza ukaamua kukimbia sana, alafu ukajikuta, kwa sababu umeamini uko active, ndipo tatizo linaweza likakukuta hapo, kwa sababu unaweza ukapoteza umakini, lakini ukatumia active wako kwenda kasi sana na kuenjoy sana. Kwa ya kupasa uwe makini sana mwanzo wa safari, ndipo inaweza likatokea tatizo. Unaweza kuanza safari tukasema bwana umepata ajali, alafu ndo alikuwa anaanza tu safari, yani kwa sababu ya ile overperform. Kwa inaleta changamoto hizo za ajali au uharibifu wa gari. Umeperform, kumbe kuna shimo, ukapiga ukachana tairi, safari kaishia hapo, na ndo ulikuwa unaanza. Overperform, ukakimbia, ukasahau hata kuna kivuko, ukapita kwenye zebra, ukafanya dangerous driving, ukagonga, safari kaishia hapo mwanzo tu mapema mwa safari, kwa sababu ya overperform. Kwa ongeza sana umakini while you are active, ukijua hapa ndipo pana hatari. Lakini katikati ya safari sitaki kupaongelea. Mara nyingi madereva wengi tunakuwa makini katikati ya safari, kwa sababu unakuwa umekutana na uchovu, lakini umekutana na maonyo, ulikimbia, umekutana na trafiki amekupiga faini, umeshagongwa faini za kutosha, unaanza kuwa na nidhamu. Kuna watu wamekushepu hapo katikati, wamekugonga faini, lakini mbali na faini, wewe mwenyewe unaweza kuwa ulikuwa unaendesha gari ukakuta umekoswa na jambo fulani, yani kuna ajali umekosa kutokana na ulivyokuwa unakwenda. Ile yenyewe inakutune, unaanza kuwa taratibu, umekimbia, mara umekutana na kona, umekutana na mashimo, umeshtuka, kumbe barabara iko hivi. Kwa pale katikati ya safari, mara nyingi tunakuwa na nidhamu, tunakuwa na discipline ya safari. Kwa hapo huwa mimi napaona kama ni eneo safe, kwa sababu mtu unakuwa umeonywa au umejionya mwenyewe. Sasa eneo lingine ambalo tunatakiwa makini tena ni mwisho wa safari. Unapomaliza safari ndefu, mara nyingi kule mwishoni kunakuwa kuna hali ya uchovu uliorundamana, kwa unaweza ukakupunguzia utimamu wa mwili. Kwa inabidi uongeze umakini mwisho wa safari.
Lakini mbali na uchovu, kunakuwa na mazoea sasa ya safari, kwamba yani nimetoka Mbeya nije nipate ajali Chalinze. Kwa yani unaona kama umekuwa wengi, unakuta hata ukikutana hata na trafiki, unaona kusa trafiki anasimamisha hapa kwa kosa gani? Yani nimepita matrafiki wangapi huko? Kwa unaweza ukajipa yani sisemeje, kwamba mazoea ya ile safari, kwa ukapatwa na jambo ukaadhibiwa tena, au ukapata ajali. Yani kuanzia jana unaona jamaa walifika ndo wamepata ajali hapo kwa sababu ya mrundamano wa uchovu. Lakini pili, yani ile zoea ya safari sasa unaona aishafika, kwa ukaluzi baadhi ya vitu kutokana na kwamba umeona umeshafika. Kwa kuwa makini mwanzo wa safari na mwisho wa safari. Katikati mara nyingi wengi tuko makini. Ongeza umakini mwanzo wa safari na mwisho wa safari, pasipo kuacha katikati ya safari, ambapo nimekuaminisha kwamba wengi tunakuwa makini. Lakini usiache pia kuwa makini katika safari yako nzima. Na kutakia safari njema wewe unayesafiri na wewe unayefanya kazi hii ya udereva. Mungu akutie nguvu na kuongeze ujuzi na maarifa kila itwapo leo. Hapa ni Kijiwe cha Babake na Aviga, na mimi ni babake na Aviga. Asante kwa kunisikiliza. Until next time, tutakuwa pamoja tena.